Ndugu zangu wana Nyamongo, haya yote tunayoyapanga, haya yote tunayoyasema yatafanikiwa tu kama nchi yetu ina amani, ina utulivu na iko salama. Hata malengo ya mtu mmoja mmoja yatatimia tu kama nchi yetu ina amani na iko salama. Jambo hilo la usalama wa nchi yetu na raia wake na mali zake na rasilimali zake ni wajibu wa kila Mtanzania mmoja mmoja. Na mimi niwaambieni ndugu zangu wa Nyamongo, amani na usalama wa Nyamongo, mnufaika wa kwanza ni ninyi wenyewe wakazi wa Nyamongo. Na hivyo hivyo madhara ya kuvunjika kwa amani, uhalifu, fujo katika eneo la Nyamongo, waathirika wa kwanza mtakuwa nyewe wenyewe watu wa Nyamongo. Ikivunjika amani hapa, waathirika wa kwanza ni nyewe wenyewe wa Nyamongo, na pakiwa na amani, mnufaika wa kwanza wa amani ni nyewe wenyewe wa Nyamongo. Kwa hiyo hili tukubaliane, kila mmoja wetu kutimiza wajibu wa swala la kulinda amani kama tunda ambalo mnufaika wake ni kila mmoja wetu. Niliwahi kusema nilipopita kule maeneo mengine, nikawaambia wengine wanaangalia shule, wanaangalia barabara, wengine wanaangalia haya mambo. Haya si mali za serikali, ndio maana zinaitwa ni mali za umma, ni mali yako mwenyewe. Na hata kujengwa kwake barabara hizi tunazoongelea, mimi nimekuwa hazina pale, nimeanzia kuwa mchumi Benki Kuu ya Tanzania, nimekuwa naibu waziri, nimekuwa waziri wa fedha. Hakuna fedha inayoitwa ya serikali. Fedha yote ambayo inatekeleza miradi ya maendeleo ni kodi, walipa kodi ni Watanzania. Shule ni mali yenu, barabara ni mali yenu, hospitali ni mali yenu, ndio maana zinaitwa za umma. Kwa mtu wa kwanza wa kulinda rasilimali hizi ni Mtanzania mwenyewe, Mwananyamongo mwenyewe. Pasiwepo na sababu yeyote ile ambayo itakufanya ama kwa kukusudia ama kwa kudanganywa ukashiriki kwenye kuiwasha moto nchi yako wewe mwenyewe. Zamani sisi kule tulikuwa tunaambiwa kule Iramba kwamba jamaa, sijui hii tuliitoa Mara, kwamba watu walikuwa wanaenda kuchunga, wanapanga jioni kwamba tukifika tu twende tukawafundisha adabu wake zetu. Jamaa likifika lenzake linapiga ngozi tu puu, yeye anapiga kikweli mke wake. Jamaa kesho yake anaona wenzake yako shambani analima, wa kwake anauguza. Iwe kwa kudanganywa ama kwa kukusudi, usifikie hatua ya kuwasha moto nchi yako wewe mwenyewe. Unaweza ukawasikia wengine wakitoa mafunzo hayo mitandaoni, wale wana uraia huko waliko, wengine wanahifadhi, wanalishwa na wanatunzwa na watoto wao na familia zao huko waliko. Sisi wengine hatuna nchi nyingine, ni hii. Na hata zikawepo tofauti, ziwe za aina yeyote ile, za mtazamo wa jambo lolote lile, hazitoshelezi kutufanya tuchome moto nchi yetu. Vijana wa leo tutawaambia haya mengine nyinyi hamjayajua sana. Zamani tulikuwa tunalalia vitanda vina kunguni. Ilikuwa kunguni wakituchosha sana, hatuchomi moto nyumba nzima. Tunawasha moto, tunamwagilizia kwenye kitanda, kunguni unaendelea kulala. Ama sijui vidudu gani viingie kwenye gala. Hatuchomi moto gala wala nyumba. Tena wengine tunaweka majivu tu.
Lazima kila Mwanamara, kila Mwananyamongo, kila Mwanatarime tuzingatie hili jambo la amani, wala tusiletewe vijisababu hivi vinavyoletwa. Na mimi nimewaambia kama msimamizi wa shughuli za serikali, na sikuumbwa kumumunya maneno. Wale wanaosema kwenye magrupu ya WhatsApp wanatuma na vipeperushi, peleka pale, wanalipa na vijana wamewaweka na wengine wanawalipa. Wasitumie magrupu ya WhatsApp kusema tukutane pale, waje wenyewe watangulie mbele tuwaone. Wasitangulize watoto wa watu kwa kutumia magrupu ya WhatsApp na Instagram na social media. Yule ambaye amedhamiria asitume mtoto wa mtu, aje yeye mbele. Mambo ya usalama wa nchi wala si jambo la mjadala, wala hatutachekeana. Asikudanganye mtu. Jambo la usalama wa nchi yetu wala hatutachekeana, wala hatupaki mafuta tunaposema hilo. Kama hata wachungaji waliodhamiria kabisa kwenda mbinguni hawamkemei shetani kinyonge basi ili waende mbinguni na wasitende. Shetani, toka basi wewe, toka. Wala hatutachekeana kwenye hilo, wala tusidanganyane. Hatutaruhusu amani ya nchi ichezewe. Hatutaruhusu kwa sababu yeyote ile, hatutaruhusu. Na wala hatujagusisha tu hivi dola, tumeshika dola. Hatutaruhusu amani ya nchi na rasilimali zake na raia wake ichezewe. Hatutaruhusu hiyo. Tunawaambia waliotumwa na wanaowatuma watuelewe hivyo. Hatutaruhusu hiyo. Na sisi serikali tukiwaambia haya, tuna taarifa nyingi wananchi, mtuamini. Wala mtu asiwapitishe kwenye vijisababu vidogo hivi. Hata juzi lilitoka tamko la kusimamisha kwanza mikutano ya vyama vya siasa. Watu wengine wakadhani ni mambo ya demokrasia, wakadhani ni mambo ya ushindani wa vyama. Kwani tuna uchaguzi mara hii? Sasa hivi kipaumbele ni usalama wa nchi yetu na raia wake. Eti tuna uchaguzi hata uogope eti chama cha siasa uogope? Kuna uchaguzi gani? Hii si mambo ya vyama vya siasa. Na wala mambo ya vyama vya siasa vyote viko kikatiba, wala msigombane kuhusu vyama vya siasa. Vipo kikatiba. Msigombane wala msibishane kuhusu vyama vya siasa. Viko kikatiba. Na hata kufanya mikutano ipo kikatiba, wala msipate shida nalo. Hatuna shida na chama chochote cha siasa. Mimi mwenyewe nina chama changu na ni mjumbe wa kamati kuu. Hatuna shida na vyama vya siasa. Lakini hatupuzi mambo ya usalama wa nchi yetu. Na tumeijua michoro yao wanaochora. Tumejua wale wanaolipwa kwa kumwaga damu za Watanzania. Wamefungiwa kule, wanafugwa eti wakichochea fujo na watu wakafa wengi, wao ndo wanalipwa zaidi. Na wameweka wakala wao hapa, mawakala pale, tumewakamata wengine. Tumepata na michoro yote. Kijana wa Kitanzania unawekwa, ndio unalipwa, analipwa wengine milioni 5. Anaambiwa ukiweza kuwapeleka vijana wengi wakafa, utalipwa milioni 300. Unauza maisha ya Watanzania. Mnataka kuuza damu za Watanzania. Alafu mnajisifia kuwa mna maisha mazuri ugaibuni huko kwa kuuza maisha ya watoto wetu. Ndio maana tunasema hatutapuza na tutachukua hatua kali kweli kwenye haya. Na wala hatutaruhusu utaratibu huo kwamba watu wapo tu wanafugwa mahali, wao wanatutajia tu tarehe kwamba tarehe fulani tunatoka, tarehe fulani tunatoka, tarehe fulani tunatoka. Eti Krismasi tunaenda, mwaka mpya tunaenda, siku ya uhuru tunaenda. Hatuwezi tukaa tunatangaziana tarehe tu. Kwani nchi wametuwazima? Hili ni shamba lao. Hatuwezi tukawa tunatangaziana tarehe tu. Bora hata tungekuwa sisi wenyewe wa Tanzania tunawaza haya kwamba tunataka siku fulani tufanye hivi, kwamba wao wanalishwa huko, wanalipwa, wanatibiwa, wanatunzwa, alafu sisi huku wao wanatutajia tu kwa grupu la WhatsApp. Dharau gani kwa nchi iliyo huru? Dharau gani kwa nchi iliyo huru namna hii?
Na mimi niwaambie Watanzania, mjukuu wa Mara hatukuumbwa na aibu wala kupakapaka mafuta. Jambo lililo na ukweli tunalitaja kama lilivyo. Nyeupe ni nyeupe, nyeusi nyeusi. Hatukufundishwa sisi kupindisha hivi. Sasa kama wanaharakati hawa, mimi sina heshima nao hata kidogo, na wala hata huwa sijali kuwa na heshima nao, kwa sababu nawajua hawa ni wahalifu wa nchi hii. Hawajawahi kuitakia mema. Wanataka kufanyia biashara maisha ya watoto wa Kitanzania. Mimi siwezi kukubaliana na hilo hata iweje. Na ninyi mkitaka kujua hawa hawajawahi kuwa na jambo jema na nchi yetu, hawa wanaharakati si hawa sio wapya, hawajazaliwa serikali ya awamu ya 6. Nendeni mkafuatilie tangu mitandao hii ianze. Wakati wa serikali ya awamu ya 4 walimtukana sana rais wa awamu ya 4. Tukana sana. Chora na picha zingine mbaya. Watu wengine wanaopenda uwajibikaji wakadhani labda kuna mianya fulani hajasimamia, ndio maana watu wanamuandama hivi. Akasema sawa, ninavyoondoka na waleteni chuma. Akamleta rais wa awamu ya 5 chuma kweli kweli. Na akasimamia na akafanya maamuzi. Leo hii tunayasemea bwawa la Mwalimu Nyerere, daraja, reli, elimu bila ada, mambo mengi na hatuna hata haja hata kuyarudia, lakini kote, rasilimali za madini kote. Lakini hawa wanaharakati wanaosema leo, vijana wengine nadhani wameanza kumtukana Samia juzi. Walimtukana Rais Magufuli. Hamna tusi baya hawakumtukana. Matusi mengine hata ng'ombe wako huwezi kumtukana. Walimtukana Rais Magufuli. Kejeli zozote unazozijua mbaya. Maombi mabaya. Wanaharakati hawa sio wapya, hawajazaliwa serikali ya awamu ya 6. Alipofariki wakafanya sherehe. Hawa ndo wameshakuwa wema kwa Tanzania hawa. Sisi tukiomboleza wao walifanya sherehe. Hawa ndo wameshakuwa wema wa kutuamulia hatima ya Tanzania hawa. Hawa wameshakuwa wema hawa. Wanalipwa kwa kuuza damu ya Watanzania. Wameshakuwa wema. Hawa wametutakia mema hawa. Ninyi wengine mkisikia wanasema rais, mnadhani shida yao ni rais. Wale wanaowalipa wana ajenda maalumu mahususi ya rasilimali za nchi yetu. Na kushukuru sana shehe wetu, katika dua yako umerejea hilo. Na hii michezo haijaanza Tanzania. Walishafanyaga sana wahalifu wa aina hiyo. Na wala wasijifiche kwenye mahusiano ya kimataifa. Haya si mataifa. Ni waovu tu, kama ambavyo muovu anaweza kutokea taifa lolote. Ni waovu tu wenye hizo nia mbaya hizo. Wala sio mataifa. Wasijifiche kwenye mahusiano ya kimataifa. Sasa niliona niyaseme hayo. Na waomba vijana wa Nyamongo, vijana wa Tarime, vijana wa Tanzania, tuilinde nchi yetu. Mungu ametupa nchi nzuri. Na wala isitumiwe sababu yeyote nyepesi. Sisi tofauti za vyama vya siasa. Miaka zaidi ya 20 ya vyama vingi. Tumeshatoka kwenye uchanga wa vyama vingi. Tumeshavuka kwenye uchanga wa vyama vingi. Na ninyi huku uraiani ndio huwa mnaona labda kuna tofauti za vyama vingi. Kuna tofauti za uvyama. Sisi viongozi wenu hatuna utofauti huo. Ni marafiki kweli kweli. Laiti tungekuwa tunaanika message tunazotumiana. Wala siwepo mtu akaja akawagawanya kwa misingi ya vyama vya siasa. Na hata hii mambo sijui mikutano imezuiliwa. Hii jambo la usalama wa raia na nchi yetu ni kipaumbele namba 1. Tukishavuka hiyo tarehe ngapi hiyo tunafanya tathmini, mambo yanaendelea. Ukikosa mikutano unaimisi bwana. Ni kama mechi ya Simba na Yanga ikikosekana unamisi hivi. Unamisi.
Kwa hiyo ni mambo ya kikatiba, lakini sasa hivi tumesema kwa sababu na wapo na wale walio maadui wanataka kupenyeza nia zao mbaya kupitia mambo ya aina hii, kutafuta kutugawa. Tumesema hapana, vyama vya siasa vitakuwepo tu kama nchi ipo. Tukasema hapana, lazima tuzingatie swala la usalama wa nchi yetu, kwa sababu kwa wale tuliowakamata wametupa michoro. Kwa nini wanataka siku za mikusanyiko mikubwa? Wanasema watu wakiwa kwenye mikusanyiko mikubwa, wakituma watu wao wa kushuti, wa kurusha mabomu, watakufa watu wengi. Ndio maana tukasema hawa watu wenye nia mbaya za aina hii wanaweza kwenda kurusha bomu kwenye mkutano wa chama cha siasa, na mbaya zaidi ikiwa cha upinzani, waseme ni serikali tu. Si mnaona walitaka kumuua kiongozi wa upinzani hawa? Si mnaona? Na haya mambo sio mapya, waliwahi kurusha mabomu kwenye mikutano ya hadhara ya vyama wakitaka kutugawa kisiasa. Waliwahi kurusha mabomu ya moto, sio ya machozi, kwenye mkutano wa chama cha siasa. Waliwahi kurusha mabomu kwenye kanisani wakitaka kutugawa kidini. Kanisa, ibada inaendelea, wakarusha bomu la moto. Wamewahi kuua wenye viti wapi huko Kibiti, Mkuranga, Rufiji, wengi wakitaka kutugawa kwenye itikadi. Sasa tukishakamata na tukapata taarifa za aina, hatupuzi. Ninyi msihangaike na mada hizi ndogo ndogo, mikutano itakuja tu. Na viji tofauti hivi, sijui tuendesheje siasa. Mheshimiwa Rais alishatoa mwongozo yote makando yote hayo, Mheshimiwa Rais alishatoa mwongozo kabla ya Krismasi. Tutakuwa tumeshamaliza haya mambo yote. Hii ni nchi nzuri na ni nchi kiongozi wa kushughulikia mambo ya nchi zote za Afrika. Tanzania ni mstari wa mbele. Hatuwezi tukapoteza heshima hiyo, hata kizazi cha Nyerere hakijaisha. Kwa hiyo niwatoe hofu kwenye eneo hilo, na niwatoe hofu mkionaona hivi, endeleeni na shughuli. Serikali ipo imara, tena iko imara kweli kweli kuhakikisha. Na waziri wa ulinzi, Mheshimiwa Rais akaamua amtolee huku. Na waziri wa ulinzi akamtoa wapi? Waziri wa ulinzi anatokea wapi? Huku. Na waziri mkuu huku. Hapo sasa ndio maana cheza yetu sisi huku huwa tunaonyesha jinsi shingo ilivyo. Kwa hiyo niliona niasisitize haya, tuendeni sote, tusimame pamoja kulinda amani ya nchi yetu. Amani ikiharibika, muathirika wa kwanza, anayepata madhara wa kwanza ni wewe, mwananchi wa eneo hilo